Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ubalozi wake mjini Tel Aviv, tangu kipindi hiko ilikuwa inafuatilia upatikanaji wa mwili, lakini mpaka sasa tunasema ni upatikanaji wa mabaki ya mwili wa marehemu baada ya vipimo vya kisayansi DNA kufanyika na kuthibitisha kwamba huu ni mwili wa mwenzetu Joshua Mollel, na serikali tangu kipindi hicho imekuwa ikifuatilia na kupatikana kwake tarehe 6 Novemba tuliarifiwa na kupata ithibati kwamba huu ni mwili wa ndugu yetu, mtoto wetu, Mtanzania mwenzetu Joshua Mollel, na leo tarehe 19 tuko hapa kupokea mabaki ya mwili wake kwa ajili ya mazishi rasmi ya heshima nyumbani kwao Tanzania, kijijini kwao katika wilaya ya Simanjiro. Tulipokuwa tumepata taarifa kwamba huu mwili umepatikana, familia ilipokea kwa furaha, na sisi tuliendelea kuwapa hizo taarifa za nini kinaendelea, na wao wakawa natupa moyo kwamba tuendelee. Kwa hiyo kimawasiliano na faraja na subira miongoni mwetu lilikuwa ni jambo la kupeana matumaini, na matokeo yake ndo kama haya ambayo tunayo. Lakini mashirikiano mengine zaidi ni katika mapokezi, mashirikiano mengine zaidi yatakayoendelea ni katika mazishi, na mashirikiano mengine yatakayoendelea ni katika faraja. Serikali ina mchango wake mkubwa katika kufanikisha mazishi haya, kama ulivyosema kwamba itaendelea kutoa mchango wake kila unaowezekana kufanikisha mazishi ya Mtanzania mwenzetu huyu. Naitwa Fakii Rafael Lulandala, mkuu wa wilaya ya Simanjiro. Lakini mimi hapa sasa nazungumza kama mkuu wa wilaya ya Simanjiro kwa upande mmoja, lakini pia nikimwakilisha mkuu wa mkoa wa Manyara kwa upande mwingine, ambao kwa kweli jukumu letu mojawapo kubwa kama wawakilishi wa Mheshimiwa Rais katika maeneo yetu ni wafariji wakuu wa jamii. Moja ya kazi kubwa na muhimu sana ya Mheshimiwa Rais. Na tuweza kukisema tumefarijika na tumepokea kwa furaha na shukrani mabaki ya mwili wa kijana wetu kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Simanjiro, wakiungana na familia ya ndugu yetu mzee Mollel kuweza kuhitimisha msiba uliojitokeza kutokana na machafuko kule Israel. Na napenda nitumie nafasi hii kama kiongozi wa serikali wilayani Simanjiro kwamba tunapokuwa tumepokea mabaki haya na kushiriki mazishi haya, tuendelee kukumbuka kwamba hakuna tunu na thawabu kubwa kama kuwa na amani katika jamii. Kwa sababu hata haya yaliyotokea kwa kijana wetu alipokuwa ameenda masomoni kule Israel ni matokeo ya machafuko ya muda mrefu yasiyokoma katika jamii ya Israel na Wapalestina, ambayo kwa bahati mbaya sana madhara yake huwa yanawakuta hata wasiokuwa na hatia, innocent. Ndicho kilichomkuta kijana wetu Mollel, na ndicho ambacho huwa kinatokea kwenye jamii yoyote ambayo tunu ya amani imepuuzwa na kudhaniwa kwamba si muhimu. Kujikuta madhara yake yamewafikia wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo wakati tunapokea, tunaomboleza na hatimaye kuhitimisha msiba huu kwa kuzika mabaki haya, sisi kama serikali tunasema jambo hili linaendelea kutufundisha mengi na kutukumbusha kama Watanzania, kama wana Simanjiro, kama wana Manyara, umuhimu wa kuendelea kuienzi amani katika nchi yetu.